Utamu wa penzi la kijana wa kimasikini. Katika kijiji kidogo kilichokuwa pembezoni mwa Dar es Salaam aliishi kijana mmoja aitwaye Juma. Juma alikuwa maskini sana. Aliishi kwenye nyumba ya udongo iliyoezekwa kwa nyasi pamoja na mama yake aliyekuwa mgonjwa kwa muda mrefu. Kila siku Juma alifanya kazi ya kubeba mizigo sokoni ili wapate chakula cha siku. Licha ya maisha magumu, Juma alikuwa kijana mwenye moyo wa upendo, heshima na tabasamu la kuvutia. Watu wengi walimpenda kwa sababu hakuwahi kukata tamaa wala kuwachukia matajiri waliomdharau. Siku moja alipokuwa sokoni akibeba magunia ya mchele, macho yake yalikutana na msichana mrembo sana aitwaye Aisha. Aisha alikuwa binti wa mfanyabiashara mkubwa wa mjini. Alikuwa amezoea maisha ya kifahari, magari mazuri na mavazi ya gharama kubwa. Lakini siku hiyo moyo wake ulishtuka alipomuona Juma akimsaidia mama mmoja aliyekuwa ameangusha nyanya zake bila kutaka malipo yoyote. Aisha alimfuata taratibu. "Samahani, wewe unaitwa nani?" aliuliza kwa sauti ya upole. Juma alijibu huku akiinamisha kichwa kwa aibu. "Kwa nini uliamua kumsaidia bure?" Juma akatabasamu kidogo. "Kusaidia si lazima ulipwe." Maneno yale yaliingia moja kwa moja moyoni mwa Aisha. Kuanzia siku hiyo Aisha alianza kutafuta sababu za kwenda sokoni kila mara. Wakati mwingine alinunua vitu ambavyo hakuvihitaji ili mradi tu amuone Juma. Walizoeana taratibu, wakaanza kucheka pamoja na hatimaye urafiki wao ukageuka kuwa penzi tamu lililojaa heshima na furaha. Lakini mapenzi yao hayakuwa rahisi. Baba yake Aisha, Mzee Bakari, aliposikia kuwa binti yake anampenda kijana maskini wa sokoni, alikasirika sana. "Huyo hana hata baiskeli. Atawezaje kumtunza mwanangu?" alifoka kwa hasira. Aisha hakujali utajiri wala umasikini. Alimpenda Juma kwa moyo wake safi. Usiku mmoja walikutana ufukweni karibu na bahari. Mawimbi yalikuwa yakigonga taratibu huku upepo mwanana ukivuma. Aisha alimshika mkono Juma kwa upole. "Juma, hata dunia ikitukataa mimi sitakuacha," alisema huku macho yake yakilengwa na machozi. Juma akamkazia macho kwa hisia nzito. "Mimi sina pesa, sina nyumba nzuri, lakini nakupenda kwa moyo wangu wote." Aisha akamkumbatia kwa nguvu. Huo ulikuwa mwanzo wa penzi lililojaa maumivu na matumaini. Siku zilivyopita, baba yake Aisha alipanga kumwozesha kwa mwanaume tajiri aitwaye Victor. Victor alikuwa na magari na biashara nyingi, lakini alikuwa mwenye kiburi na moyo mbaya. Aisha alimchukia. Wakati huo huo, Juma alipata kazi kwenye gereji moja kubwa mjini. Alifanya kazi usiku na mchana akitafuta pesa ili kuthibitisha kuwa anaweza kujenga maisha mazuri. Mara nyingi alilala akiwa mchovu sana, lakini kila alipomkumbuka Aisha alipata nguvu mpya. Mwezi mmoja baadaye, mama yake Juma aliugua sana. Hospitali walitaka pesa nyingi za matibabu. Juma alichanganyikiwa. Alikosa hata chakula siku kadhaa. Aisha alipojua hali hiyo, alichukua baadhi ya mapambo yake ya dhahabu na kuyauza kwa siri ili amsaidie Juma. Alimpelekea pesa usiku. Juma alibaki akimtazama kwa mshangao. "Kwa nini unafanya yote haya kwa ajili yangu?" aliuliza. Aisha akamshika usoni kwa upole. "Kwa sababu wewe ni utamu wa maisha yangu." Maneno hayo yalimfanya Juma atoe machozi kwa mara ya kwanza mbele yake. Lakini siri hiyo haikudumu. Siku moja baba yake Aisha aligundua kila kitu. Hasira zilimjaa sana kiasi cha kumfukuza Aisha nyumbani. Aisha aliondoka akiwa analia huku mvua kubwa ikinyesha usiku huo. Hakujua pa kwenda zaidi ya kwa Juma. Alipofika kwenye nyumba ndogo ya udongo, Juma alimfungulia mlango akiwa ameshangaa kumuona amelowa na kutetemeka kwa baridi. "Aisha, kumetokea nini?" Aisha alimkumbatia na kulia kwa uchungu. "Baba amenifukuza, lakini sitajutia kukupenda." Juma alimfunika blanketi na kuwasha taa ndogo ya chemli. Ingawa nyumba ilikuwa maskini, Aisha alihisi amani kubwa kuliko hata nyumba yao ya kifahari. Hapo ndipo alitambua kuwa penzi la kweli halijengwi na pesa, bali moyo wa dhati. Baada ya miezi kadhaa ya mateso, juhudi za Juma zilianza kuzaa matunda. Fundi mkuu wa gereji alivutiwa na bidii yake na kumpa ushirikiano wa biashara. Taratibu maisha yake yakaanza kubadilika. Miaka miwili baadaye, Juma alikuwa mmiliki wa gereji kubwa mjini. Watu waliokuwa wakimdharau zamani sasa walimshangaa.
Siku moja alifika nyumbani kwa mzee Bakari akiwa amevaa suti safi lakini akiwa bado na unyenyekevu ule ule. Mzee, nimekuja kumwomba tena Aisha, alisema kwa sauti ya heshima. Mzee Bakari alimtazama kwa muda mrefu. Hatimaye akashusha pumzi nzito. Nilikuwa na kupima moyo wako hii na leo nimeona kweli unampenda mwanangu. Aisha aliyekuwa akisikiliza ndani alikimbia na kumkumbatia Juma kwa furaha kubwa. Harusi yao ilifanyika pembezoni mwa bahari walikopenda kukutana zamani. Watu wengi walihudhuria, lakini kilichowagusa zaidi ni namna walivyotazamana kwa upendo wa kweli. Na tangu siku hiyo, watu wengi waliamini kuwa hata kijana maskini anaweza kuwa mfalme wa moyo wa mwanamke anayependa kwa dhati. Mwisho. Kwa afya bora ya familia yako, chagua unga wa lishe wa ubora wa hali ya juu kutoka Mkolwe Products. Umetengenezwa kwa mchanganyiko bora wa mahindi lishe, mbegu za maboga, soya, ulezi, mchele. Faida za unga wetu: hujenga nguvu na kuimarisha kinga ya mwili. Husaidia ukuaji bora wa watoto. Una ladha nzuri na ni rahisi kupika. Afya kwa kila kizazi. Bei shilingi 3,000 tu. Wasiliana nasi sasa 0716283088 au 0687223115. Mkolwe Products. Help us to help you. Then this is your home. Please don't forget to subscribe right now and tap that bell so you never miss a single update.